Tuko hapa na Gadi Mzinga, tunazungumzia michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club pia Young Africans ambao watachukua nafasi kubwa katika mazungumzo yetu. Lakini mchezo wa kwanza ambao tunaanza nao hivi sasa ni mchezo kati ya Gadi na Young Africans. Kundi hili linatajwa kwa kundi la kifo kweli, kwa mujibu wa mitazamo ya watu. Lakini kabla tukienda mbali zaidi, pengine wewe unadhani ni kundi la kifo au la kawaida? Ni lugha ambayo watu wanatumia mtaani kwa sababu na maneno mengi, lakini ni kundi gumu kiasi, ni kundi gumu, na mimi nakubali. Mara nyingi nilikuwa nikubali kwamba hili ni moja ya makundi magumu, na kuna watu wanasema, nawasikia kundi gumu kwa Yanga. Hapana, sio kundi gumu kwa Yanga, kundi gumu kwa kila mshiriki wa ile kundi. Yaani lile ni kundi ambalo Ahli ndio bingwa mara zote, kundi ambao analiangalia anasema msimu hapa na sio AS FAR Rabat, na wenyewe wanaangalia wanasema hivyo, kama niko pia kwa JS Kabylie na Young Africans pia. Kwa hiyo hii situation ambayo Yanga anaipitia ya kuona hili kundi gumu, ndivyo ambavyo mashabiki wa hizo timu nyingine wanapitia, wanaona hili kundi ni gumu, so lina ugumu katika maelezo hivyo. Lakini tukija kwenye eneo la fact, maana hiyo ni opinion, tukija katika eneo la fact ni gumu kwa sababu tunafahamu mpira wa Afrika kwa asilimia kubwa umetawaliwa na klabu kutoka kaskazini. Ili kundi lina timu 3 kutoka katika ukanda huo wa kaskazini mwa Afrika. Lakini kama haitoshi, sio tu timu 3 kutoka kaskazini, timu 3 ngumu kutoka kaskazini. Hapo unazungumzia Al Ahly, greatest club of all time ndani ya Misri. Unazungumzia JS Kabylie, greatest club of all time ndani ya Algeria. Unazungumzia AS FAR Rabat. Hawa wanazidi, wana Wydad peke yao, ni mzani mmoja na Raja Athletic. Kwa hiyo na yenyewe pia ni klabu kubwa ndani ya Morocco. Kwa hiyo hiyo ni fact, hiyo ni miongoni mwa fact za kusema hili kundi ni gumu. Lakini ni kundi ambalo tumeona klabu 3 kutoka katika kundi, ndio kundi pekee ambalo klabu zake 3 zimechukua ubingwa wa hili michuano. Hakuna kundi jingine kwa maana Champions League. JS Kabylie wamechukua mara 2, AS FAR Rabat wamechukua mara 1 mwaka 85, Al Ahly wamechukua mara 12 nadhani. Kwa hiyo ni Young Africans pekee yake ndio ambaye hajachukua ile kombe. But Young Africans ameingia kwenye hili kundi sio kama timu dhaifu. Ndio uzuri wa hapo, kwamba licha ya hao wengine wana experience kubwa na hii michuano, lakini Young Africans hakuingia kama mchekea. Unajua, tungeweza kupeleka kwa mfano sisi Sub-Saharan Africa, tungeweza kumweka mwakilishi wetu pale mmoja wa daraja la kati, labda Power Dynamos, Selvino Popo, Stade Malien, timu za namna hiyo, tungesema kwamba huyu automatic hayupo, yaani tunamtoa kabisa. Lakini tumepeleka mwakilishi wetu bora miongoni mwa timu zetu za Sub-Saharan ambazo zinatuwakilisha vizuri, ndio yuko pale. Hao ni Young Africans, timu ambayo ina mafanikio mazuri kwenye miaka hivi karibuni kwenye michuano ya kimataifa, ukikompare na rekodi zao za miaka ya nyuma. Kwa hiyo ni kundi, wanavyosema watu kundi gumu, kwa hizi fact na opinions, unaona wanamaanisha kwamba hili kundi yes ni gumu, Kundi gumu kwa wote. Sasa kwa wote ya. Sasa tuelekee katika mchezo. FAR Rabat tukiangalia katika msimu miwili kwenye ligi ya Morocco wamekuwa wako vizuri kweli, na Young Africans the same. Pengine mabadiliko ambayo Yanga wameyafanya mapema kabisa ya coach yanaweza athiri nini kuelekea katika huu mchezo? Okay, nimewahi kuzungumza sehemu kuhusu kocha Pedro Gonçalves. Wamefanya mabadiliko kwa Young Africans, mabadiliko ambayo yalikuwa yametokana na Romain Folz. Mechi zake hizi mbili za mwisho hazikuwa nzuri. Alitoa sare dhidi ya Mbeya City, akaenda kupoteza dhidi ya Silver Strikers. Daraja la Young Africans kwa standard yao, wanacheza na Silver Strikers na wabana ambapo kwa kiwango kile waliona imetosha, huyu anaweza kupeleka timu at risk. Na unajua graph ya Young Africans, manake wasinge qualify kwenda group stage, ingekuwa ni graph mbaya sana, kwa sababu wametoka kwenye finali ya Confederation. Msimu uliofuata wameenda quarter final ya Champions League. Msimu unaofuata wameishia group stage ya Champions League. Msimu unaofuata waishia preliminary round. Ingekuwa ni graph inaporomoka vibaya. So kwa wao kunusa hatari kwamba inawezekana
ikileta changamoto na huyu kocha tayari kuna viashiria vyote vya kwamba sio kocha ambaye anafanya vizuri kwa huko alikotoka, lakini kwa ndani ya Young Africans, Yanga hata kwenye hizo mechi ambazo walikuwa wanashinda kwa staili ambayo wenyewe hawafurahi, wakaona isiwe sana, wakamtoa akamleta hapa Pedro Gonçalves. Pedro ni kocha mkubwa, ni kocha mwenye experience kimataifa, ni kocha ambaye ana ubora mkubwa. Mimi binafsi nimekuwa nikifuatilia sana ligi ya Angola, lakini Pedro namfahamu muda mrefu. Pedro namfahamu tangu 2005-2006 kwa mara ya kwanza naingia Primeiro de Agosto, kwa sababu Angola mimi nilikuwa kwa hiyo tangu anaingia pale, lakini kumfahamu vizuri zaidi deeply ni 2019 kwenye finali za Afrika za vijana chini ya umri wa 17 zilizofanyika hapa. Kwa hiyo ni kocha ambaye nikiwa natoa baadhi ya details zake nakuwa na maanisha, na ni kocha ambaye nimesha kumzungumzia mara nyingi sana mbele kabla hajaja hapa, sio kumzungumzia kwenye session mara kadhaa. Sasa hii Young Africans ambayo tunaiona hapa bado naamini bado Pedro hajafikia kwenye climax ya kutengeneza. Pedro ni mzuri zaidi hapo tunapomuona. Sawa. Sasa inategemea na rasilimali watu ambao yuko nazo. Sasa hivi anashinda matokeo yanapatikana. Haichezi kwenye daraja lile kama ambavyo ilikuwa inacheza nyuma, kwa maana ya wakati wa Nasri Nabi, wakati wa Miguel Gamondi anaingia ile Sandro Ramovic, Elodi Hamdi, bado hiyo stability haijapatikana, na naamini hiyo stability haijapatikana kwa sababu ya kocha aliyepita hapa katikati. Inaonekana kama kuna vitu vimetibuka. Sasa kama kuna vitu vimetibuka, kuja kuleta timu kuingia kwenye rhythm nzuri ili icheze tena kandanda safi, na yeye kuingia kwa sasa hivi ni result oriented, anataka matokeo. Kipindi hiki kinapatikana sasa hivi, kuna kipindi cha mpito cha hii break international. Naamini sasa ni muda ambao anaanza kuimprove, yaani anataka kutengeneza Young Africans tofauti. Kwa hiyo kama itakuwa tayari imeshafanikiwa, basi huenda tukaiona Young Africans tofauti kabisa katika mechi dhidi ya AS FAR Rabat. So kwa Young Africans kuleta huyu kocha, binafsi naona wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? BongoSauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia BongoSauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi, na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya BongoSauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747 69 20 64, barua pepe alphatizben@gmail.com. BongoSauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.